Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum ya Jumamosi, ibada ya weekend inakuja kwako na Pastor Miamba, na leo naenda kusoma katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8. Maandiko yanasema, kwa maana kujizoeza hupata nguvu za mwili kwa faa kidogo. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani ambayo ya ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Kwa lugha nyingine, mazoezi ya mwili yafaa kidogo, lakini mazoezi ya rohoni, maana ya mazoezi ya utauwa, mazoezi ya rohoni yafaa zaidi kwa wakati wa sasa, wa maisha ya leo na maisha ya baadaye. Sasa nataka niongee kwa habari ya mazoezi ya rohoni. Juzi hapa tulikuwa tumejifunza kwa habari ya imani ya matendo, na leo tunaangalia mazoezi ya rohoni. Tunaangalia vile ambavyo kuna namna mahusiano kati ya mazoezi ya kawaida na mazoezi ya roho. Yanafaa zaidi mazoezi ya roho, kwa sababu rohoni kunakupa manufaa ya leo na manufaa ya baadaye. Lakini dhana ya mazoezi ya kiroho, nataka tuangalie dhana ya mazoezi ya kiroho. Tunapokuwa watu wa rohoni, kuna mambo mengi sana ambayo tufanyie mazoezi, hasa ukilinganisha na yale ambayo tuliongea kwa habari ya imani ya matendo. Imani ya matendo yanahitaji mazoezi. Lakini pia shughuli zote za kiroho zinahitaji mazoezi. Mfano, swala la kusoma Biblia ni jambo la kiroho, linahitaji mazoezi. Swala la kusoma neno unaanza kufanyia mazoezi mstari mmoja kila siku. Kuna kitu nakisikia hapo, kila siku. Baadaye unasoma mistari 3 kila siku, baadaye ile sura 1 kila siku. Maana tunasema kila siku ni kwamba muendelezo. Kwa sababu watu wengi unakuta anasoma leo, anasoma vitabu vyote, hasome miaka 2 tena. Hiyo haiwezi kusaidia. Ni kama vile mtu ale leo sana, aseme basi nakula kwa niaba ya wiki nzima. Utaona njaa tu. Maana yake mazoezi, kujizoeza, kusoma neno kunafaa zaidi kwa maisha ya leo na maisha ya baadaye. Lakini pia kuna swala maombi. Kujizoeza kufanya maombi. Unaweza kujikuta unaomba dakika 1, hizo endelea nazo. Zinafaa kuendelea kujizoeza, unaomba kila siku. Hayo maombi ya dakika 1 unaendelea nayo hivyo. Baadaye utajikuta unaomba saa 1. Kila ambaye alianza kuomba masaa 3 leo, unamsikia ameanza kuomba masaa 3 leo, ujue alianza zamani kuomba dakika 1, dakika 10, nusu saa mpaka masaa 3. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna mazoezi. Na ndio maana hata ukienda gym, wale wanaofanya mazoezi kwenye zile nyumba za mazoezi, ukifika kule hawawezi kukuambia leo anza kunyanyua weight kubwa. Watakwambia nyanyua tu vichuma vyepesi hivi. Hata kama unaviona kwako ni vyepesi, wanakuambia leo nyanyua hivyo. Ukienda kulala ndio utajua kulikuwa unafanya kazi kubwa. Lakini misuli inapozidi kuzoea, unajikuta unanyanyua vyuma vikubwa. Kwa hiyo mazoezi ni kitu kinachotakiwa kuwa cha kila siku. Unataka kuwa mtoaji, utoaji ni mazoezi. Yaani unaamua tu kwamba naanza kutoa kilicho bora kwa Bwana. Nimechoka kutoa vilivyo dhaifu kwa Mungu wangu, hata vinanirudia mwenyewe. Kwa sababu kile unachokitoa ndio kinachorudi. Anayepanda anavuna. Unapanda nini? Unapanda udhaifu. Kwa umejikuta maisha yako yamekuwa duni kutokana na zile mbegu unazozipanda kila siku kwa Mungu, zinakuwa dhaifu na wewe unavuna udhaifu. Sasa unaweza kaamua kusema nafanya mazoezi kuanzia leo, nitakuwa natoa kilicho bora tu. Yaani kile kilicho bora ndicho nitakachokuwa nampa Bwana, halafu vingine nitatumia mimi. Utajikuta vinavyokuja kwako ni vile bora. Kwa hiyo ukitoa haba unavuna haba. Ukitoa
bora unavuna bora. Kwa hiyo kila mtu naangalie, Biblia inasema kila mtu naangalie jinsi apandavyo. Sasa nini unapandaje? Unafanyaje upande kilicho bora? Mazoezi ya rohoni. Leo naanza, leo sikubali, natoa hii. Kesho sikubali, natoa hii. Kesho kutwa. Unavozidi kufanya mazoezi ndivyo unavyozidi kufungua milango yako ya kufanikiwa. Kwa hiyo ninakushauri sana siku ya leo, anza kufanya mazoezi leo. Mazoezi ya kiroho ya kila namna. Siku moja nilikuwa namwambia mtoto wangu mmoja, nikawa nafundisha actually kwa kanisani, vile ambavyo unaweza mtu kawa unaongea na mtu huko naomba. Sasa nikawa nawaeleza kwamba unaweza kuwa unaendelea na maombi huku unaongea na mtu vizuri kabisa. Ikawa ni changamoto kwa watu wengi kwamba hasa sinaweza nikajikuta ninachokiongea ndani nikajikuta ninamuongelesha ule mtu. Yani tunaongea baadaye ukashangaa sema asante Yesu, kumbe ulikuwa unasema ya ndani, umekuja unajikuta unaongea nje. Sasa ikawa inaleta confusion kidogo, lakini ikawa naambia watu kwamba nyie eleweni tu kwamba mtu unaweza ukawa unaomba huku unaongea na kufanya kazi nyingine, na wala disturb ya haribu mwenendo wako wa kazi. Sasa siku moja mtoto wangu mmoja ikamtokea yeye anaongea hivi na mtu ndani, anaomba, anazisikia sauti zote kwa wakati mmoja. Akachanganyikiwa. Nikamuuliza ilikuwaje? Akasema nilikuwa nataka ni proof kwamba unachokiongea ni sawa mchungaji. Nikawa najaribu kila siku. Vile alivyokuwa najaribu yalikuwa ni mazoezi. Yalivyokuwa mazoezi yakaleta uhalisia, kama vile Waswahili wanavyosema practice makes perfect, kwamba unapofanya mazoezi ya mara kwa mara, you practice, mwishoni itakuja iliyo kamili, the perfect will come, ule ukamili utakuja. Kwa hiyo na yeye alikuwa anajaribu, baadaye akaona imekuwa kamili. Kwa mazoezi, maisha ya rohoni ni mazoezi ya kufunga. Mtu mimi siwezi kufunga kabisa, anza kidogo kidogo. Basi anza kufunga, huli chakula unakunywa maji. Baadaye huli chakula hunywi na maji. Baadaye unafunga siku nzima. Baadaye unakuja nafunga siku moja na siku ya pili nitakuwa nakunywa maji. Hivyo. Baadaye utajikuta unafunga siku 40. Unajikuta tu siku unakula, jioni unafungulia, unaendelea tena ya pili, ya tatu, hivyo mpaka 40. Mazoezi. Kwa hiyo jifunze sasa kuanzia leo na ujue umuhimu wa mazoezi katika mambo ya rohoni. Mungu wangu akubariki sana. Kwa yule ambaye anatamani kuanza mazoezi leo na ungetamani uachilie sadaka yako, hiyo sadaka ipige kelele kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kiroho. Ile sadaka, kwamba sababu chochote cha kiroho kinaongozwa na sadaka, kinasukumwa na sadaka. Unataka kusukuma mwenendo wako wa mazoezi, utashika hiyo sadaka yako wakati naomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninaomba sana kwa ajili ya mazoezi. Baba, nakushukuru kwa kuwa umetufunulia hili siku ya leo, imekupendeza Mfalme. Baba, ninaomba rehema na neema kwa ajili ya mtoto wako ambaye anataka kuanza mazoezi. Roho Mtakatifu, achilia nguvu, watoto wako watembee kwenye mazoezi. Wapo wale ambao wanashindwa kusoma vitabu, wanashindwa kusoma Biblia, wanashindwa kuomba, wanashindwa kutoa, wanashindwa kuachilia fungu la 10, wanashindwa kufunga. Mungu aliye hai, kwa jambo liwalo lolote ambalo mtoto wako angetamani aanze mazoezi leo, Baba, ninaomba mpe neema ya kuanza mazoezi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, ninaomba mazoezi. Roho Bwana, achilia mazoezi kwa mtoto wako huyu, ya kwamba apate neema na rehema ya kuweza kuwa na mazoezi ya kila jambo ambalo analitamani kulifanya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaanza mazoezi leo, dakika hii anza mazoezi. Basi utashuka sadaka yako ambayo itakukumbusha na kutia nguvu katika ulimwengu wa roho. Itakuwa inaonekana na kupiga kelele. Utaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982511.
17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.